Kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu, shirika la kimataifa la utangazaji la DW limeendesha mdahalo katika Chuo Kikuu cha Sauti jijini Mwanza. Mdahalo huo umewakutanisha waandishi wa habari na watangazaji pamoja na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Sauti kutoa maoni yao juu ya mada inayosema, je, kura yako inaweza kushawishiwa na mitandao ya kijamii? Mdahalo huo umeibua maoni mbalimbali juu ya mtazamo wa watumiaji wa mitandao, hususan vijana kuwa ndio idadi kubwa ya watumiaji wa mitandao. Mwendesha mada kutoka DW Amani Luvanga ndiye mwenye jukumu la kuchokoza mada, huku watangazaji kutoka Star TV na Clouds Media wakishiriki kutoa mtazamo wao juu ya ushawishi wa mitandao kuelekea uchaguzi mkuu. Ni nini mtazamo wako kuhusiana na mada hii? Tuandikie kwenye comment kupitia IOTV na millardayo.com. Mitandao ya kijamii inaweza ikamshawishi mtu kupiga kura, ama ikafanya mtu akaona umuhimu ama thamani ya kupiga kura. Utakuta mtu aliahidi jambo, ndugu zangu, mimi mkinichagua nitafanya hivi na hivi. Sasa imefika uchaguzi mwingine tena, hajafanya yale vile aliahidi. Sasa ndio hiyo neno VAR, mnamuonyesha VAR yake. Unadhani uandishi wa habari tuna wajibu gani kuhakikisha kwamba tunawasaidia wananchi kuchakata taarifa wanazoziona kwenye mitandao ya kijamii na hata kuwasaidia kufanya maamuzi ya kisiasa? Jukumu letu kubwa ni kuhakikisha kwamba yale maudhui ambayo tunaona ya kwamba ni sahihi na yanapaswa kuwafikia Watanzania, ni vyema tukiwafikishia pasipo kumumunya maneno. Kama hapa ni white, lazima vile tuwaeleze hapa ni nyeupe. Kama ni nyeusi, lazima tuambie hapa ni nyeusi. Kwa sababu sisi ndio sauti yao, sisi ndio tunapaswa kuwasemea. Kuna watu ambao hawawezi wakasema, sisi tunapaswa kuwasemea. Na very unfortunately kwamba waandishi wengi sasa hivi hatuko tena wasemaji wa wananchi, tunawasemea wale ambao wanaweza kusema. Unajua, tunapaswa kuwa the voice of voiceless. Very unfortunately ya kwamba nowadays sisi ni voice wa wale ambao wanaweza wakaongea. Okay. Nini ambacho unawatahadharisha waandishi wa habari kuelekea uchaguzi wa 2025 mwezi Oktoba? Nije kwa wamiliki wa vyombo vya habari, mabosi zetu, ni lazima wawalipe waandishi wa habari mishahara mizuri. Lazima wahakikishe kwamba waandishi wa habari wanakuwa na maslahi mazuri, kwa sababu hayo yote yanachangiwa, kama yapo yanachangiwa na maslahi duni. Kwa hiyo wamiliki wa vyombo vya habari, mabosi zetu, vile lazima kwamba mtambue kwamba tunafanya kazi kubwa ya kuelimisha jamii hii. Ninyi vile vile lazima mzingatie maslahi yetu. Mtu anaonekana kwenye runinga, manake wewe tayari ni brand. Sasa lazima mtu huyo uishi maisha ya kutoshusha brand yako. Sasa kama ofisi yako haikufanyi uishi maisha ya brand yako, ndio utaanza kuwa na tamaa ndogo za kutaka hizo bahasha. Asante Odemba. Mina, tulitaka upumzike kidogo, sasa nakuja kwako. Kijana akisikia Mina ama akiona, kwanza anajiona yeye, anakutazama kama kioo, lakini pia anaona burudani, kwa sababu umekuwa ukijikita zaidi kwenye masuala mazima ya burudani na umekuwa ukiwashawishi vijana katika masuala mbalimbali. Unaona vipi nguvu ya sanaa katika kuhamasisha vijana kufanya maamuzi hasa katika uga wa siasa? Sanaa ina nguvu kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu sanaa huwa inaoneshwa kupitia televisheni, kupitia redio na vyanzo vingine vya media. Na hapo ndio sehemu ambazo vijana wanatazama sana. Hiyo tu pekee tayari ni qualification tosha ya kuona kwamba sanaa inaweza kutumika kama means rasmi ya kufikisha ujumbe kwa vijana. Kwa hiyo sanaa inakwenda directly kwa vijana. Role model wa vijana wengi ni wasanii kwa namna moja ama nyingine. Kwa ni watu ambao kwanza wana platforms, lakini pili ni watu ambao tunawapenda na ni role models wetu. Kwa hivyo wana sikio letu, wana uhakika wa kusikilizwa na sisi. Kwa hiyo sanaa, wasanii wana nafasi kubwa sana. Kwa hali ya hivi sasa Tanzania,
na kama ulivyozungumza, nafasi kubwa sana ya sanaa katika kuleta mabadiliko. Unaona wana sanaa ama wasanii wetu wanafanya kutosha katika wajibu wao kuhakikisha kwamba wanachagiza mabadiliko na kuwapa watu ama vijana ujumbe kutekeleza wajibu wao na hata kuwahamasisha kufanya maamuzi kwenye upande wa kisiasa. Naweza nikasema kwamba involvement ya wasanii kwenye political processes kwa sasa, ukizingatia na miaka ya nyuma, kwenye era hii ya social media, naona kama imeongezeka. Be it kwamba anazungumzia chama fulani kwamba amejiunga na chama hicho, au anazungumzia jengine, naona kama imeongezeka. Zamani kulikuwa na changamoto sana ya vijana kujikita kwenye political processes za aina yoyote.